Bona habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 16 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na leo tunakuletea habari muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwemo taarifa za usalama, siasa, afya pamoja na hali ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Vile vile tutaangazia maendeleo ya hali ya mashariki mwa nchi, hatua za serikali katika kudhibiti migogoro ya kijeshi pamoja na matukio mapya yanaendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini. Basi kana nasi kwa dakika chache zijazo upate mustasari wa kamili wa yale yaliyojiri siku kucha na yale yanayotarajiwa kuendelea siku ya leo. Basi niendelee kujuza tu kwamba kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga. Basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 16 Mei mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mahakama ya kijeshi ya Garnizo ya Kisangani katika jimbo la Chopo imewahukumu wanajeshi 58 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kifungo cha miaka 3 cha kazi ngumu baada ya kupatikana na hatia ya kuvunja maelekezo ya kijeshi wakati wa operesheni za kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hukumu ile ilitolewa siku ya jana Ijumaa tarehe 15 Mei kufuatia kesi iliyohusisha jumla wapigana ya wanajeshi 84 waliokuwa wametokea katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mahakama hiyo ya kijeshi, wanajeshi hao waliondoka katika maeneo yao ya mapigano bila ruhusa ya viongozi wao wa kijeshi, wakati walipaswa kuendelea kupambana na wapiganaji wa waasi M23 walikuwa wakisonga mbele katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Mahakama inaeleza kuwa kitendo hicho kilikiuka wazi sheria za maelekezo ya kijeshi yaliyochukuliwa kuwa kosa kubwa la kinizamu wakati wa hali ya vita. Wanajeshi hao walikuwa wakikabiliwa na mashtaka 8 makubwa ambayo ni kukimbia mbele ya adui, kuasi dhidi ya mamlaka ya kijeshi, kuvunja maelekezo ya kazi pamoja na kutawanya au kupoteza risasi za kivita. Kesi hiyo ilisimamiwa na utaratibu wa dharura unaojulikana kama procedure de flagrance kutokana na uzito wa madai yaliyokuwa yakiwakabili watuhumiwa hao. Hata hivyo, baada ya kupitia ushahidi uliowasilishwa mbele ya mahakama, majaji wa kijeshi walibaini kuwa baadhi ya madai yaliyotolewa na upande wa mashtaka hayakuwa na ushahidi wa kutosha. Mahakama ilisema kwa ushahidi kuhusu kosa la kukimbia mbele ya adui, kuasi pamoja na kutawanya risasi haukuweza kuthibitishwa kikamilifu. Kutokana na hiyo, wanajeshi 58 pekee ndio waliotiwa hatiani kwa kosa la kuvunja maelekezo ya kijeshi na kutumiwa kifungo cha miaka 3 kwa kazi ngumu. Wanajeshi wengine 16 walitangazwa kuwa hawana hatia na wakachiwa huru kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha ulioweza kuwaunganisha moja kwa moja na makosa yaliyokuwa wakishtakiwa. Kwa upande mwingine, mahakama imeamua kuwarudishia wanajeshi 10 mbele ya maendesha mashtaka wa kijeshi ili wafunguliwe mashtaka mapya yanayohusiana na upotevu wa silaha za kijeshi. Taarifa hizo imeongeza kuwa uchunguzi zaidi unaendelea kufanyika ili kubaini mazingira halisi ya kutoweka kwa silaha hizo.
Upande wa utetezi umeweza kuridhishwa kwa sehemu hiyo ya hukumu. Wakili Patient Yengonane kutoka chama cha wakili wa Chopo wamesema kuwa ingawa wateja wake wamehukumiwa kifungo, bado hukumu hiyo ina nafuu ikilinganishwa na adhabu ya kifo ambayo ilikuwa ikiombwa mwanzoni mwa upande wa mashtaka ya kijeshi. Kwa mujibu wa wakili huyo, hukumu hiyo inatoa matumaini kwa wanajeshi wao kuendelea kutumia njia za kisheria kutafuta haki yao. Ameeleza kuwa sasa wana nafasi ya kukataa rufaa dhidi ya hukumu hiyo, na huenda katika hatua zinazofuata baadhi yao wanaweza hata kuachiliwa huru kabisa iwapo ushahidi zaidi utaonyesha kuwa hawakuwa na hatia. Maitre Patience Yengonane anaendelea kusema kuwa kwa mtazamo upande wa utetezi, kosa lilofanywa na wanajeshi hao lilikuwa zaidi la kiutawala kuliko la jinai. Kwa mujibu wake, askari hao walikuwa wakikabiliwa na mazingira magumu ya kazi katika maeneo ya mapigano, jambo ambalo linachangia kuondoka kwao katika mstari wa mbele. Taarifa zilizowasilishwa mbele ya mahakama zinaonyesha kuwa wanajeshi hao walitoka katika eneo la Masisi hata katika mstari wa mbele wa mapigano ya Ngululu moja. Inaelezwa kuwa baada ya kuondoka huo kwa waliwasili katika eneo la Ngoa, huko walikale wakidai mshahara wao, posho za vita pamoja na mgao wa chakula ambao walidai kucheleweshwa kwa muda mrefu. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa kesi hiyo inaonyesha changamoto kubwa zinazokabili jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita vinavyoendelea mashariki. Wanasema kuwa mbali na mapigano dhidi ya makundi yenye silaha, wanajeshi wengi pia wanakabiliana na matatizo ya mishahara, vifaa vya kazi pamoja na mazingira magumu ya maisha katika maeneo ya operesheni. Wakati huo kesi hiyo inaendelea kuzua mjadala mikubwa ndani ya jamii ya Kongo, huku baadhi ya wananchi wakitaka nizamu ndani ya jeshi ili kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya waasi, na wengine wakisitiza umuhimu wa kuboresha hali ya maisha ya wanajeshi waliopo mstari wa mbele. Hadi sasa ile usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini endelea kuwa tete, kwa mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za juu za serikali kuu mjini Kinshasa zimechukua hatua mpya katika kutafuta suluhisho la mgogoro wa kisiasa unaendelea ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Baada ya gavana wa jimbo pamoja na rais wa bunge la mkoa kuitwa hivi karibuni katika mji mkuu wa nchi, sasa ni zamu ya makamu wa gavana pamoja na wabunge wa jimbo hilo kuitwa kwa dharura mjini Kinshasa kwa kile kinachoelezwa kuwa ni mashauriano maalum kuhusu hali ya utawala ndani ya jimbo hilo la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa haraka rasmi iliyotolewa siku ya jana tarehe 15 Mei na makamu waziri mkuu anahusika na wizara ya mambo ya ndani, usalama, utanguzi pamoja na masuala kimila, Jacquemin Shabani Luko, viongozi wao wanatakiwa kufika Kinshasa haraka iwezekanavyo kwa ajili ya mazungumzo yanayolenga kutafuta njia ya kumaliza mvutano wa kisiasa unaendelea kuasiri uongozi ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Hatua hiyo ya serikali kuu inaonekana kuwa sehemu ya jitihada za kurejesha utulivu wa taasisi za jimbo hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na migogoro ya mara kwa mara kati ya serikali ya mkoa na chombo cha kutunga sheria cha jimbo hilo, yaani Assemblée Provinciale du Sud Kivu maarufu kama ACCPRO. Kwa miaka kadhaa sasa, Kivu Kusini inaendelea kushuhudia mvutano wa kisiasa unaojirudilia mara kwa mara kati ya wabunge wa jimbo na viongozi wa serikali ya mkoa. Migogoro hiyo mara nyingi imekuwa ikiambatana na hoja za kutokuwa na imani, mivutano ya kisheria pamoja na shutuma za kisiasa zinazochangia kupooza na utendaji wa taasisi za serikali za jimbo. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa hali hiyo imekuwa kiasiri kubwa kwa maendeleo ya jimbo hilo, hasa katika utoaji wa huduma za msingi kwa wananchi. Miradi mingi ya maendeleo imekuwa ikikwama kutokana na ukosefu wa ushirikiano kati ya mihili mbalimbali ya uongozi wa jimbo hilo la Kivu Kusini. Katika mazingira haya tu, kuwaita viongozi wa mjini Kinshasa inaonekana kama juhudi za mamlaka za kitaifa kuingilia kati ili kuzuia hali ya kisiasa kuendelea kuzorota zaidi. Serikali kuu inaona kuwa kutaka kutumia mamlaka yake kama msuluhisho wa mwisho ili kurejesha utulivu wa kisiasa na kuhakikisha taasisi za jimbo zinaendelea kufanya kazi kwa mshikamano. Kwa mujibu wa baadhi ya duru za kisiasa, mashauriano haya yanaweza kujadili kwa kina chanzo cha migogoro hiyo ya kisiasa pamoja na kutafuta mfumo mpya wa ushirikiano kati ya serikali ya jimbo na wabunge wa mkoa. Pia kuna matarajio kuwa viongozi wao watakumbusha umuhimu wa kuweka mbele maslahi ya wananchi badala ya migongano ya kisiasa. Kivu Kusini ni moja ya majimbo yenye umakini umuhimu mkubwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na changamoto za kiusalama zinazokabili eneo hilo
kwa miaka mingi. Kutokana na leo, wachunguzi wa masuala ya utawala wanaamini kuwa udhibiti wa kisiasa ndani ya jimbo hilo ni jambo muhimu katika kusaidia juhudi za kurejesha usalama na maendeleo katika ukanda mzima wa mashariki mwa nchi. Hatua ya serikali kuu imepokelewa kwa mitazamo tofauti ndani ya jamii. Wapo wanaona kama ni ishara za dhamira ya serikali ya kitaifa kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa kisiasa, huku wengine wakisema kuwa changamoto za kisiasa ndani ya Kivu Kusini zinahitaji mageuzi makubwa ya mfumo wa utawala wa majimbo nchini. Kwa upande wa wananchi, wengine wana matumaini kuwa mashauriano haya yatazaa matokeo chanya yatakayosaidia kurejesha hali ya kawaida katika uongozi wa jimbo hilo. Wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini wamekuwa wakilalamikia kwa muda mrefu kuchelewa kwa miradi ya maendeleo, matatizo huduma za kijamii pamoja na ukosefu wa mshikamano wa kisiasa miongoni mwa viongozi wao. Wakati huo, baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa hatua hiyo pia inaonyesha changamoto zinazokabili utekelezaji wa mfumo wa utanguzi nchini DRC. Ingawa mfumo unalenga kuyapa majimbo mamlaka zaidi za kujiendesha, mara nyingi migogoro ya kisiasa ndani ya majimbo imekuwa ikielekea serikali kuu kuingilia kati ili kuzuia kuzorota kwa hali ya utawala. Kwa sasa macho ya wengi ya wananchi pamoja na wadadisi wa siasa yanaelekezwa mjini Kinshasa kusubiri matokeo ya mashauriano hayo ambayo yanaweza kuwa mwanzo wa hatua mpya ya kisiasa ndani ya jimbo la mkoa wa Kivu Kusini. Hali ya usalama na usafiri katika jimbo la Kivu Kusini inaendelea kuwa ya wasiwasi baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wapiganaji wa Zalendo kusimamisha usafiri kati ya miji ya Uvira na Bukavu siku tatu tu baada ya kuingia katika mji wa Luvungi uliokuwa umeachwa na wapiganaji wa uasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, magari ya usafiri pamoja na wasafiri waliokuwa wakielekea Bukavu au Uvira walizuiliwa kuendelea na safari zao siku ya Ijumaa, huku madereva pamoja na abiria wakitakiwa kurejea walikotoka. Mashuhuda walioko katika eneo la Luvungi wanasema hatua hiyo ilichukuliwa ghafla na vikosi vya usalama, jambo lilosababisha sitofahamu kubwa miongoni mwa wananchi pamoja na wasafiri waliokuwa wakitumia barabara hiyo muhimu inaunganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Kwa sasa sababu rasmi ya kusimamishwa kwa usafiri wa ujelezwa wazi na mamlaka za kijeshi, lakini baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuhusishwa na operesheni za usalama zinazoendelea kufanywa katika eneo hilo baada ya kuondoka kwa wapiganaji wa waasi wa M23. Luvungi ni moja ya maeneo muhimu katika ukanda wa Uvira na mara nyingi hutajwa kama sehemu ya mkakati kutokana na nafasi yake katika harakati za kijeshi pamoja na biashara kati ya maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Wananchi wanaotegemea barabara ya Bukavu Uvira kwa shughuli za biashara, usafiri na huduma za kijamii wameeleza wasiwasi wao kuhusu hali hiyo, wakisema kusimamishwa kwa usafiri kunaweza kuongeza ugumu wa maisha katika eneo tayari limeathiriwa na changamoto za usalama kwa muda mrefu. Baadhi ya abiria waliolazimika kurejea waliotoka wameeleza kusikitishwa tamaa kutokana na hatua hiyo, hasa wale waliokuwa wakisafiri kwa sababu za matibabu, biashara au kuwakimbia mapigano katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa kurejea kwa FARDC na wazalendo katika eneo la Luvungi kunaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kurejesha uthabiti wa serikali katika maeneo yaliyokuwa chini ya ushawishi wa waasi wa M23. Hata hivyo, wanaonya kuwa hali ya taharuki inaweza kuendelea ikiwa hatua za usalama hazitambatana na mawasiliano ya wazi kwa wananchi. Katika miezi ya karibuni, barabara kati ya Uvira na Bukavu imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na changamoto za kiusalama kutokana na mapigano kati ya makundi yenye silaha pamoja na operesheni za kijeshi zinazofanywa na jeshi la serikali. Hadi sasa mamlaka za kijeshi wala serikali ya Kivu Kusini bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu muda ambao usafiri utabaki kusimamishwa wala hatua zinazofuatwa kwa wananchi wanaotumia njia hiyo muhimu ya usafiri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF limetangaza kuwaua wapiganaji wawili wa kundi la uasi wa ADF, akiwemo mmoja anayewasilishwa kama kiongozi wa kundi hilo mwenye uraia wa Yemen. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vikosi hivyo pamoja, operesheni hiyo ilifanyika usiku kwa kuamkia tarehe 15 Mei katika eneo la Nakota moja kati ya Beu Manyama na Biakato mpakani mwa jimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kongo. Miongoni mwa waliouawa ni mtu anayetambuliwa kwa jina la Sheikh Ismail Abu Hussein, ambaye pia ni kwa mujibu wa taarifa za kijeshi alikuwa raia wa Yemen na ndaiwa kuwa mmoja ya viongozi wa kundi la ADF linaloendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Taarifa ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF imeeleza kuwa operesheni hiyo ilitekelezwa katika mfumo wa doria za mapambano zinazoendelea kufanywa na vikosi vya pamoja dhidi ya waasi wa ADF, kundi ambalo linatajwa mara kwa mara kuhusika na mauaji ya raia, utekaji pamoja na mashambulizi dhidi ya vijiji katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Vikosi vya pamoja vimeongeza kuwa operesheni hizo zinaendelea katika misitu ya maeneo na maeneo mbalimbali yanayotumiwa na waasi hao kama maficho yao. Jeshi linaamini kuwa kuondolewa kwa baadhi ya viongozi wa kundi hilo kunaweza kuzofisha uwezo wa ADF kupanga mashambulizi mapya dhidi ya wananchi. Kwa miaka kadhaa sasa, ushirikiano wa kijeshi kati ya FARDC na UPDF unaendelea kuimarishwa kupitia operesheni za pamoja zinazolenga kupambana na makundi yenye silaha mashariki mwa nchi, hasa kundi la ADF ambalo awali lilianzishwa nchini Uganda kabla kujikita katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Operesheni hizo za pamoja zimekuwa zikifanyika hasa katika maeneo ya Beni na Lubero, Ituri pamoja na maeneo yanayopakana na Uganda. Mara kadhaa majeshi mawili yamekuwa yakitangaza kuharibu kambi za waasi pamoja na kuwaua au kuwakamata baadhi ya wapiganaji wa kundi hilo. Hata hivyo, pamoja na operesheni hizo za kijeshi, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi bado inaendelea kuwa tete. Wananchi wanaendelea kuripoti mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vijiji, mauaji ya raia pamoja na watu kutoweka katika maeneo yanayoshukiwa kuwa na uwepo wa wapiganaji wa ADF. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuhusishwa kwa raia kwa kigeni ndani ya kundi la ADF kunaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu mtandao wa kimataifa unaweza kuwa unasaidia shughuli za kundi hilo katika ukanda wa Afrika ya Kati. Kwa sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa zaidi kuhusu utambulisho kamili wa wapiganaji wengine waliouawa wala idadi ya silaha zilizokamatwa wakati wa operesheni hiyo. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF zimeahidi kuendelea na mashambulizi dhidi ya makundi yote yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani imetangaza kutoa msaada mpya wa kibinadamu wa dola bilioni 1.8 kwa shirika la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada ya dharura duniani, OCHA. Fedha hizo zitaenda kusaidia miradi ya misaada ya haraka katika nchi mbalimbali duniani zitazokabiliwa na majanga na migogoro. Serikali ya Marekani imesema uamuzi huo unatokana na mafanikio ya makubaliano makubwa ya mageuzi ya misaada ya kibinadamu yaliyosainiwa mwezi Disemba kati ya Marekani na OCHA. Makubaliano yanalenga kufanya misaada ya kibinadamu kufika haraka zaidi, kuwa na uwazi zaidi na kusaidia watu wengi zaidi wenye uhitaji. Kwa mujibu wa taarifa ya idara ya mambo ya nje ya Marekani, msaada mpya unafanya jumla ya fedha ambazo Marekani imetoa kwa OCHA kufika dola bilioni 3.8 zitatumika katika nchi 21 zilizo kwenye hali ngumu ya kibinadamu. Tangu makubaliano haya yasainiwe, Marekani na OCHA yamekuwa wakishirikiana kwa karibu kuhakikisha misaada inawafikia watu wanaohitaji haraka. Inasemekana kuwa misaada imewafikia zaidi ya watu milioni 21 duniani katika muda mfupi, hasa wale wanaoathirika na vita, njaa na majanga mengine. Marekani inasema pia inaendelea kuwa na mchangiaji mkubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu duniani na inasisitiza kuwa ushirikiano wake na OCHA utasaidia kuokoa maisha katika maeneo mengi kama Sudan, Mashariki ya Kati na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, viongozi wa Umoja wa Mataifa kupitia OCHA wamepongeza msaada huo mpya wa Marekani. Wamesema fedha hizo zitasaidia sana wakati ambako dunia inakabiliwa na upungufu wa fedha na misaada, wakati mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka. OCHA inasema kuwa kutokana na uhaba wa fedha, itabidi misaada igawanywe kwa watu walioko katika hatari zaidi, ambako mamilioni ya watu duniani wapo bado wanahitaji msaada wa haraka ili kuokoa maisha yao. Na katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kibinadamu bado ni ngumu kutokana na mapigano muda mrefu yenye silaha na hali ya ukosefu wa usalama, jambo linalofanya maelfu ya watu kukosa makazi, chakula na huduma za afya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wa kibinadamu waliokuwa tayari wameomba zaidi ya dola bilioni 1.4 kwa ajili ya kusaidia watu walioathiriwa mwaka 2016, lakini bado ufadhili wao hujatosha kulingana na mahitaji makubwa yaliyopo nchini DRC.
Kwa jumla, Umoja wa Mataifa unasema mpango wake wa misaada wa kibinadamu kwa mwaka 2026 unahitaji zaidi dola bilioni 23 ili kusaidia mamilioni ya watu duniani, lakini bado upungufu mkubwa wa fedha unaendelea kuwa changamoto kubwa. Marekani inasema hatua mpya kuongeza misaada inalenga kuboresha mfumo wa misaada ya kibinadamu duniani ili iwe haraka zaidi, yenye ufanisi zaidi, na inaweza kuokoa maisha ya watu wengi zaidi katika maeneo yenye migogoro. Tahadhari kali za kiafya zimeimarishwa tangu asubuhi ya Ijumaa tarehe 5 Mei katika shule mbalimbali za mji wa Bunia mjimboni Ituri, kufuatia taarifa za tahadhari kuhusu uwezekano wa kuibuka kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo hilo. Kwa mujibu wa viongozi wa shule, hatua hizi zimechukuliwa baada ya maagizo yaliyotolewa siku moja kabla na mamlaka za afya za mkoa huo katika kikao kilichofanyika mjini Bunia. Lengo kuu ni kuzuia maambukizi iwapo ugonjwa huo utathibitishwa kuendelea kusambaa. Waandishi wa habari wa Radio Kapi waliotembelea baadhi ya shule za eneo hilo walishuhudia hatua kali za kinga zikitumika kabla ya wanafunzi kuingia madarasani. Kila mwanafunzi alipimwa joto la mwili na kunawa mikono kwa dawa za kuua vidudu kama sehemu ya tahadhari za awali. Kwa mujibu wa taarifa za awali za wataalamu wa afya, hali ya tahadhari imeongezeka baada ya kuwepo kwa mashaka ya visa vya Ebola katika maeneo ya afya ya Mwangalu, Rwampara na Bunia. Ingawa bado hakuna tangazo rasmi ya mlipuko wa ugonjwa huo uliotolewa na gavana wa mkoa, idara ya afya ya mkoa wa Ituri tayari imeanza kuandaa mpango wa dharura wa kukabiliana na ugonjwa huo unaofiwa kwa kuwa umesababisha vifo vya watu kadhaa. Viongozi wa elimu pia wameanza kutoa wito kwa kuchukua hatua zaidi. Meneja wa shule za Shalom mjini Bunia, John Mugisa Besisa, amesema aliyo inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa ili kulinda wanafunzi na walimu. Amesema shule zinapaswa kuimarishwa zaidi usafi na tahadhari za kiafya ili kuzuia uwezekano wa maambukizi kusambaa ndani ya mazingira ya masomo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mkoa wa elimu ya msingi ESP Ituri ya moja, Yvonne Mukia Basele, amesema wataanzisha kampeni ya uhamasishaji katika shule zote ili kuhakikisha sheria za afya na kinga zinafuatwa kikamilifu. Wakati huo, taarifa kutoka vyanzo vya kitabibu zinaeleza kuwa taasisi ya taifa ya uratibu wa matibabu imegundua kesi 13 za Ebola kufuatia uchunguzi wa sampuli zilizotumwa kutoka Bunia siku chache zilizopita. Inasemekana kuwa aina ya virusi hivyo bado haijafahamika kikamilifu. Wataalamu wa afya wanaendelea kufanya uchunguzi zaidi ili kudhibitisha ukubwa wa tatizo hilo na kuzuia kuenea kwake katika jamii, hasa katika shule na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Hali hii imeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Ituri, huku mamlaka zikiendelea kusisitiza umuhimu wa kuzingatia usafi, kupunguza mikusanyiko isiyo ya lazima na kuripoti haraka dalili zote zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Na kufikia hapa ndipo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 16 Mei mwaka 2026. Niambaro kwa kusikiliza ni Kivu News FM kila siku. Tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama hii ndo ilikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, ni Kivu News Info. Basi sina la ziada ila tu kabla sijaondoka, acha niendelee kusema asante sana kwa ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 16 Mei mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha tutakie asubuhi njema yenye mafanikio tele, na uenda tena tutanane baadaye kwenye matangazo yetu ya mchana. Basi bye bye, baki salama, chao. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo.
Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.